Jamani, kuna watu ambao nimeambiwa mnachanganyikiwa na sauti eti ya Adrian ni ipi, ya Aston ni ipi. Guys, Lynn alituambia kwamba sauti zao hawa watu zinafanana, okay? Lakini mbali na kufanana, palipo na Aston utajua tu uwepo wa Aston msikilizaji, na palipo na Adrian utajua tu uwepo wa Adrian, kwa sababu hawa watu si mara zote wanakutana, okay? Sasa wengi ambao mnahitaji kujua sauti, sasa leo hii story inakwenda kuwa surprise sana, kwa sababu mpaka dakika hii hatujui Lynn atabaki na nani kati ya Dr. Aston ama mumewe Adrian. Tuendelee kuburudika wote bwana. Bonge moja la story kutoka kwake dada yetu Chuchu, na inaenda kusimuliwa nami Lucas Lumbas katika hali ya upekee sana, na nikukumbusha tu hii ni sehemu ya 4, na nimshukuru sana Mungu kutukutanisha mimi na wewe hapa. Naomba nione like yako moja tu ili niweze kutambua uwepo wako msikilizaji, okay? Yes. Okay, baada ya Lindsay sasa kufuatilia masuala ya talaka, hasa talaka za Kikristo, usuluhisho yani unazingatiwa sana kuliko kila mtu kufikiria masuala ya kuvunja. Sasa kafika kule, kaambiwa mtafute mwenzako, mkae kwenye kikao cha wazee, mjaribu kusuluhishwa. Huenda ni mikwaruzano tu michache tu. Kikao kikishindikana au changamoto yote mtakayopitia, basi mtakuja kunielezea. Uje hapa wiki ijayo ukiwa na mwenzako. Kwa hiyo alimuelezea ule mama, alizungumza hivyo. Sasa akilipanga lile karatasi mezani kwake, na hapo ni baada ya kuchukua baadhi ya taarifa kutoka kwa Lindsay. Sasa Lindsay hicho kitu kilimkasirisha sana. Alikasirika sana, lakini aliamua tu kuwa mpole na akaamua kuondoka zake. Grace japo alijaribu kumbembeza nini, lakini aliona. Sasa ile anatoka, alikutana na mtu pale ambaye alimuita Mama Liam. Sasa hapo ndipo tulipoishia. Huyo ni nani? Kumbuka nangu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji Chuchu. Msikilizaji ni wewe hapo, naomba kuona like na comment yako. Mama Liam, nilisikia mtu akiniita. Nilistuka kidogo kwa sababu watu wengi wa karibu wananiita kwa jina langu. Sio rahisi sana kusikia watu wakiniita mama fulani, na wakaniita basi ni mama lao. Niligeuka na kuona sura ambayo sio ngeni machoni mwangu, lakini sikuweza kuelewa nimemwona wapi. Alikuwa ni mbaba wa makamo ya Adrian au zaidi. Basi nilitika pale abehe, nikitulia sasa nikitegemea aseme neno lolote litakaloniwezesha kumkumbuka. Kwa wakati huo alikuwa akimwagilia nyasi na geti lake lilikuwa wazi. Alitupa ule mpira na kunifuata, huku sasa akipangusa mikono yake. Akasema, Martin, tulikutana ile siku binti yako alivyopotea supermarket. Alijitambulisha huku sasa akinipa mkono. Ndio nimekukumbuka Lindsay, au unaweza kuniita Lynn. Asante kwa kunisaidia ile siku, na sijui hata ningefanyaje kwa kweli kuhusu mtoto. Nilimweleza, akasema kwamba usiwaze, leo imekuwa ni bahati sana umeonekana hatimaye. Nilitazamia kukuona siku chache baada ya lile tukio, lakini ukapotea kabisa. Alinieleza huku sasa akicheka. Hapana, unajua ukishakuwa mama mambo yanakuwa ni mengi sana. Nilimweleza hivyo huku sasa nikijaribu kujitetea. Kwa hiyo sasa vipi, unaelekea wapi? Aliniuliza huku akitembea. Ndio sasa kwa akitembea na mimi. Nadhani ameshasahau kama anafanya kazi. Hapana, natembea tu kupunguza mawazo. Kumbe hata na warembo wanakuwa na mawazo. Kila mama lazima awe na mawazo. Hebu nipunguzie mzigo wako kidogo basi, sababu najua namna gani watoto wanavyochosha. Wala tu sio na wasiwasi. Unajua mimi mwanangu wa kike yuko chuo, na taarifa ninazopata kuhusu yeye zinanipa mawazo sana. Mdogo wake ambaye angalau ananifariji, lakini dada yake akiendelea hivi, tamtafuta mama yao. Yaani tamtafuta mama yao mapema sana bwana. Kwani mama yao ameenda wapi? Msikilizaji, niliuliza kama zuzu fulani hivi. Martin alitulia kidogo kabla ya kujibu. Mama yao amefariki miaka 10 iliyopita. Mungu wangu. Naomba unisamehe, nimeuliza tu bila kuwaza. Pole sana Martin. Nilimweleza hivyo huku sasa nikimshika mkono. Alishtuka kidogo, lakini alitulia na kushika mkono wangu. Usiwaze bwana. Mimi naendelea vizuri zaidi mwaka huu, wala tu usijali sana kuhusu hilo. Unajua sio kitu rahisi
Ya, naelewa sana. Unajua kupoteza mwenza sio kitu rahisi. Ni kila siku ya upweke, kuwaza maisha yangekuaje kama akiwa hapa tena, kama hivi Irene anavyonisumbua kwa namna fulani. So nawaza kama angekuwa hivi yani. Nawaza sana. Usijali. Naelewa kabisa, lakini kuna sisi ambao tunahangaika kutengana. Oh, unamaanisha nini yani? Yaani unamaanisha nini kusema mnatengana? Msikilizaji, nilijikuta nikiropoka. Nimesharopoka na hamna haja ya kuficha tena. Ya, ndio, mimi na mume wangu tunatengana. Na shughulikia kupata talaka. Amempa mwanamke ujauzito, na sio hilo tu, kuna mambo mengi sana hapo katikati. Na kama isingekuwa na huyo mwanamke mwingine, basi nilikuwa nimeshaanza kuwaza kumsamehe, lakini au mwingine yote amefanya swala hilo kuwa gumu. Msikilizaji, nijikuta nikiongea tu bila hata kujizuia. Pole sana bwana. Lakini inaonekana mume wako ni mpumbavu sana eh? Najua ni mpumbavu sana. Kwa hiyo umefikia wapi sasa kwenye kudai talaka? Sijafika popote. Kwanza mwanasheria niliyekuwa namtegemea ni rafiki wa Adrian. Kwa hiyo nimeamua kuachana naye sababu nimeona ataweza tu kunisaliti muda wote. Hivyo mpaka sasa mimi sina mwanasheria, na nilienda ustawi wa jamii, hakuna walichonisaidia zaidi tu ya kunipa karatasi niandike maelezo na kuniambia kwamba nikae kikao cha usuluhishi. Wiki ijayo nirudi. Yani nirudi na majibu na mwenza wangu. Nilimuuliza kwa hasira kidogo. Martin alicheka na kujipapasa mfuko. Nimeacha simu yangu nyumbani bwana. Tukirudi nitakupatia namba ya mtu anayeweza kukusaidia na namba za mwanasheria anayeweza kukuwakilisha vyema. Sio utakuwa umenisaidia mno, sababu hata sijui tunaanzia wapi kupata mwanasheria. Nilimweleza kwa sasa nikitabasamu. Niliangalia simu yangu na kushtuka kuona muda wa kwenda kuwachukua watoto umeshafika. Inabidi turudi, muda wa kwenda kuwachukua watoto umeshafika. Nilimweleza huku sasa nikigeuka kurudi nyumbani. Tulianza kutembea taratibu. So, Lisa hajambo, hajapotea tena. Lisa jambo, anazidi tu kuwa mtundu. Hivyo inanibidi niwe makini zaidi nikiwa naye. Wewe ni mwanamke hodari sana bwana. Watoto 4. Sijui unahangaika naje nao. Mimi watoto 2 tu wananitoa jasho bwana. Kuna wakati tu unafika unazoea tu. Hongera sana. Mimi ni miaka 10 na bado naona ni kama sijazoea. Yaani naona kama kila siku anabadilika. Kila siku anakuwa na tabia mpya. Leo umejua hili, unajaribu kulidhibiti, kesho anaamka na tabia nyingine kama kinyonga vile. Maritina ilalamika tu msikilizaji, kitu kilichonifanya mimi nicheke. Usijali, nakuelewa kabisa. Watoto watabiriki, yani hautajua ni lini amepata tabia fulani, na kwanza hadi ufanikiwe kujua hiyo tabia, inabidi wewe unajua kuchunguza sana. Nilimweleza, aliitikia tu na kunigeukia. Tuko tumeshafika nyumbani kwake. Haya, hebu subiri hapo basi nichukue simu. Aliniambia sasa akiingia getini kwake, kisha akasimama. Nisamee bwana, nimekusimamisha nje. Karibu ndani bwana. Alinieleza huku akinipisha niingie getini. Sasa tulipoingia getini, kila sehemu ilikuwa imejaa maji. Kama nilivyowaza kwamba hakufunga bomba. Nibaki nikicheka tu. Alipoanza kulalamika na kuzunguka kwenda kufunga bomba. Aliporudi alikuwa ameloa kidogo. Alinifungulia mlango na kunikaribisha ndani, lakini nilimwambia nitamsubiri kibarazani tu. Baada ya dakika chache alitoka na simu na kunipatia namba za watu 2 na kuniambia nikiwapigia niwaambie nimetumwa na Martin. Niliporudi nyumbani nilishangaa kumkuta Aston getini. Tena alikuwa ndani ya gari lake, lakini lilikuwa limepaki getini kwangu. Aliponiona alishuka haraka. Kwanza ni kama alikuwa na hasira, halafu akawa na uchungu, halafu ni kama alishusha pumzi baada ya kuniona. Lynn alinivuta na kunikumbatia. Akili yangu ilikuwa ikizunguka kama majirani wakiniona itakuwaje. Aliponiachia nilimshika mkono na kumvuta hadi ndani. Tulipofika nilirudi kumkumbatia, sababu amani iliyoipata mikononi mwake sijawahi kuipata mahali popote. Nilipomwacha yeye hakuniachia. Aliinua kichwa changu na kukutanisha midomo yetu. Kama mara ile ya mwisho
mwili wangu ulimpokea mwenyewe tu, na hata sasa hivi pia unampokea mwenyewe. Awamu hii akili yangu ilinyamaza kabisa. Mwili wangu ndio ulikuwa ukiamua wenyewe, na wakati huu uliamua kumtii Aston. Ndimi zetu zilikuwa zikishindana. Mwili wangu ulikuwa ukisisimka, ni kama kurudi nyumbani baada ya safari ndefu sana ya shida na njaa. Nilipitisha mkono wangu kwenye nywele zake na kuzivuta kidogo. Aliachia mguno wa raha, lakini awamu hii sikushtuka hata kidogo. Awamu hii huo mguno alinifanya nimsogelee zaidi. Ni kama nilitamani nipotelee mwilini mwake. Ni kama nilikuwa nataka kitu zaidi. Basi nilizivuta nywele zake tena. Mashindano yaliongezeka, lakini hatimaye aliniachia, tukabaki tukivuta pumzi tu. Usinifanyie hivi tena Lynn, nakuomba, Aston aliniambia huku akiwa ameinamisha kichwa chake akinitazama. Sijakuelewa, nisifanye nini Aston? Usipotee tena awamu hii. Usinikatalie ese, usiniweke nje maisha yako mama. Nakuhitaji kuliko unavyodhani Lynn. Aston aliniambia huku akiinama kukutanisha midomo yetu na kuinyamazisha akili yangu mazima. Nilitaka kumuuliza maswali mengi, lakini niliyasahau pale midomo yetu ilipokutana. Aliponiachia tena, ilikuwa tu ni kwa sababu simu yangu ilikuwa ikiita. Nilipapasa mifuko yangu na kutoa simu. Nilishtuka nilipoona ni mwalimu wa watoto wangu akinipigia. Nilipopokea, aliniambia muda wa kuwachukua watoto umefika. Ni kitu ambacho nilikijua tangu mapema tu, lakini baada ya kumwona Aston nikasahau. Sasa baada ya kuongea na mwalimu, akili yangu ikarudi, nikasema kwamba Aston natakiwa kwenda kuwachukua watoto. Nilimwambia sasa nikichukua funguo zangu za gari tayari kwa ajili ya kuondoka. Aston alinivuta tena na kunikumbatia. Sitamani kukuachia Lynn, aliniambia sasa akinibusu shingo yangu. Lakini naelewa una majukumu, ila naomba tuwasiliane. Mimi sitaki kuja tena kukusubiri mbele ya nyumba yako. Alipomaliza hiyo sentensi, alikutanisha tena midomo yetu, na kama mara zote zilizopita sikuweza kumzuia. Mpaka aliponiachia, nilikuwa mimi nasisimka mwili mzima. Kitu pekee nilichokitamani ni kumshika mkono na kumvuta chumbani, lakini mimi ni mama. Basi tulifungua mlango na kutoka. Bye Aston, nitakutafuta baadaye, nilimweleza. Aston alinitazama tu na kisha akaniaga na kutoka. Baada ya watoto kulala, mimi nilienda chumbani. Siku ya leo msikilizaji, ilikuwa ni ndefu sana, lakini kitu kimoja ndo kimebaki akilini, nacho ni Aston. Tangu tulipoachana mchana, nimeshindwa kabisa kumtoa katika mawazo yangu. Nimekuwa nikijishauri kuwa mbona hili ni kama jambo baya? Mbona hili ni kama wazo baya? Kwanza yeye ni mdogo wangu. Naombeni muelewe kabisa hilo. Aston ni mdogo kwangu. Alafu pili, mimi ni mama mwenye watoto 4. Hakuna jinsi yoyote ambayo haya mahusiano wataweza kufanikiwa. Unajua kuna wakati watu wanakuaga kwenye mahusiano na wanajua kabisa hayana future. There is no future. Lakini hilo mimi alinizuia kumfikiria Aston. Nimejikuta nikimwaza zaidi na zaidi. Naona nilifanya makosa, lakini nikiwa na yeye nashindwa kujizuia. Simu yangu iliita na sikuweza kuzuia tabasamu langu nilipoona ni Aston ananipigia. Hello mrembo. Hello Aston. Unazingua Lynn. Mimi nimekuita mrembo na unatakiwa uniite handsome, sio kuniita kwa jina. Okay, turudia tena. Hello mrembo. Hello handsome. Yes. Si unaona sasa? Si unaona mambo yanavyokwenda vizuri? Yes, naona. Okay. Mimi nilikuwa na wasiwasi usingepokea simu yangu. Nimejaribu lakini nimeshindwa. Bora, sababu kama usingepokea simu yangu, ningekuja kwako usiku huu. Awamu hii sitakuruhusu nipotee kabisa. Kwa nini? Sikutani Lynn. Ungeniona hapo getini kwako. Unajua mimi nakuhitaji sana Lynn. Sana tu. Unamaanisha nini Aston? Hata wakati ule unajua uliniambia hivi. Msikilizaji, nimuulize hivi kwa sababu hata mchana aliniambia hivi. Haya maneno yake. Kwa hiyo nimuulize sasa nikitumaini atanijibu kitu cha tofauti kuliko nilivyoanza. Aston alitulia kidogo, lakini hatimaye alinijibu. Nina vitu vingi sana vya kukwambia, lakini siwezi kukwambia kwenye simu. Siku utakaopata nafasi tutakaa kuongea na nitakueleza. Lakini si unieleweshe tu hata kidogo, alafu tukija kuonana unamalizia. Nijaribu kumbembeleza, lakini alicheka tu na kuniambia usiku mwema na kuwa alitaka tu kusikia sauti yangu.
Wiki 3 zilikimbia haraka sana. Mimi na Aston hatukukutana tena baada ya ile siku aliyokuja kwangu, lakini tuliwasiliana vyema tu. Na kwa jinsi nilivyomuelewa Aston, yani anatamani tuwe zaidi ya marafiki. Lakini kwa hiki kipindi nimepata nafasi ya kuanza na nimewaza kufanya maamuzi. Adrian alinitafuta wiki ya pili baada ya yeye kuondoka na wazazi wake ile siku. Nadhani utakuwa unakumbuka msikilizaji, maana niliwatimua. Akidai ni wiki yake ya kuchukua watoto, lakini nilimwambia atakuwa na wazimu kama anadhani mimi nitampa wanangu baada ya yote aliyotokea. Ameonyesha makucha yake, alafu anategemea kila kitu kitakuwa kama mwanzo. Yaani sijui ilikuwaje nikaolewa na huyu mwanaume msikilizaji. Lakini acha tuwe hivyo. Ilitakiwa niolewe ili wewe uje kunisikiliza. Na mpaka sasa of course sielewi kilichonifanya nimpende, sijui. Lakini nipo hapa kwa ajili yako wewe msikilizaji, kwa sababu zangu tayari nimeshanyolewa, za kwako tia maji. So nilikuwa nikiendesha gari langu nikielekea kwa Grace. Wanangu wote niliambatana nao sababu sina mtu wa kumwachia. Nilipaki gari langu baada ya kufunguliwa geti la mlinzi. Watoto waliharakisha kushuka, hasa Liam ambaye hajawahi kuja huku tangu azaliwe. Baada ya watoto wote kushuka, tuliongozana ndani ambapo Grace alitufungulia mlango. Nilipomwona tu nilimvuta na kumkumbatia. Jia alikuwa amechoka sana. Macho yake tu yanaonesha hajalala usiku mzima na bado macho yamevimba kwa kulia. Tuliingia ndani ambapo kulikuwa hakueleweki. Grace ni mwanamke msafi sana msikilizaji, sana. Hivyo kama ameweza kuiacha nyumba yake ikawa hivi, basi kipindi anachokipitia ni kigumu mno. Nirudi kwenye gari na kuchukua vitu nilivyovibeba kwa ajili ya watoto kucheza. Sasa niwapelekea nyuma ya nyumba ambapo kuna majani mazuri tu na kuambia wacheze hapo. Niliporudi ndani nilimkuta Grace amekaa, alikuwa akinywa. Nilikimbia na kwenda kumnyang'anya kile kinywaji. Wewe umekula nini tangu kumekucha? Nilimuuliza. Alinitazama tu na kutabasamu. Nikaelewa kuwa hajala kitu siku nzima. Hiyo ni njia Grace kukwepa maswali. Na hakuna mtu anakwepa swali kama amefanya kile alichotakiwa kufanya. Nitamani mgombezi, lakini nilielewa kuwa anapitia kipindi kigumu. Hivyo nilisogea na kumkumbatia kwa muda kidogo. Lynn, ameniacha Lynn. Amondoka bila hata kuangalia nyuma, bila hata kujali itakuwaje kuhusu mimi. Ameniacha. Grace alisema maskini kwa kianza kulia upya. Nilikaa kimya tu. Nilitamani kumfariji kwa kumwambia naelewa, lakini huo utakuwa ni uongo. Kwa sababu mimi sielewi uchungu wa kuhangaika kutafuta mtoto kwa zaidi ya 10 years na bila kufanikiwa. Watoto wangu wote ni ushahidi wangu. Mimi siwezi kujifanya eti naelewa ugomvi unavokuwa kati ya wanandoa pale wanapohangaika kutafuta mtoto. No, sijapitia hicho kipindi to be honest. Hivyo nilimkumbatia tu na kutulia. Okay, basi kaa hapa nikutengenezee kitu cha kula. Unataka kula nini? Yaani keki au nikupikia yale mandazi yangu ya ndizi na maini, au chapati za maziwa ule na maini, au pilau? Nilimuuliza kwa sasa nikijitahidi kutaja kila chakula ninachojua anapenda nimtengenezee. Grace alitabasamu tu na kuniambia anataka mandazi. Nami nitabasamu na kuelekea jikoni kwake. Nilipofika jikoni, nilielewa kwa nini alitaka mandazi. Alikuwa na ndizi mbivu nyingi. Hivyo bila kupoteza muda, nilianza zoezi la kuzimenya zile ndizi mbivu na kuzisaga, huku sasa nikichanganya na maziwa. Nilichukua pesa na kwenda kumpa mlinzi akatuchukulia maini. Nilipomaliza kukanda unga na huku sasa maini akiwa yanachemka, ndipo Grace alikuja jikoni. Alikaa kwenye stuli iliyokuwa jikoni huku sasa akinitazama tu. Muone unavyonitazama. Yaani umesubiri nimalize kazi ambayo huipendi ndio unaamua kuja jikoni, si ndio? Nilimtania huku sasa nikitabasamu. Japo ni kweli Grace hapendi sana kukanda unga. Wakati mimi ndo nimekuja kuchukua somo sasa, alinijibu huku sasa akiigiza kusikitika kwa kutikisa kichwa chake. No, kumbe ni hilo tu. Ndizi mbivu bado zipo, ninaweza kukufundisha kwa vitendo. Nilimwambia Grace. Aliharakisha kutikisa kichwa chake kwa kusema hapana, kitu kilichonifanya nicheke, na yeye akaamua kucheka tu na mimi. Anyway, nafurahi kukuona ukicheka je. Nilimwambia baada ya vicheko kuisha. Grace alinitazama tu huku akilengwa na machozi. Niambie je. Niko hapa kukusikiliza mpenzi, hadi unga wangu umuke. Nadhani masikio yangu yote nitakuwa nimekupatia wewe kukusikiliza. Nilimweleza. Grace alitabasamu tu na kutulia kidogo kabla ya kuanza kuongea. Lynn, mimi jana nimegombana na Steve.
Grace alianza kuongea lakini alitulia kidogo. Nilimshika mkono wake kumuonyesha kuwa nipo kwa ajili yake. Kwa miezi miwili iliyopita nimekuwa nikifanywa matibabu na kuna upasuaji mdogo nilifanywa kwa ajili ya hili swala la kupata mtoto. Na nilitegemea Steve angekuwa upande wangu sababu mimi sikuruhusiwa hata kunywa pombe. Lakini Steve akaamua kunywa pombe kwa niaba yangu sasa. Lynn, nilikuwa naumia sana moyo, sana. Yaani sio moyo tu, hadi mwili nilikuwa nahisi maumivu. Na maumivu ambayo nilikuwa napata ni maumivu ambayo hayaelezeki. Lakini Steve hata hakuwa na muda na mimi. Yeye kila siku akirudi nyumbani amelewa. Nikimsumbua ananiambia eti niache kumsumbua na utasa wangu. Akiamka asubuhi atanisumbua ili tu atimize haja zake tu kisha atenda kazini. Nimevumilia kipindi chote hicho Lynn. Chote. Lakini jana nilichoka. Hivyo nilimwomba tuongee. Nikamwambia kama swala la kupata mtoto limekuwa shida basi tunaweza kupata mtoto hata kwa asili. Lynn, mimi sikuongea kwa ubaya rafiki yangu. Yaani mimi sikuongea kabisa kwa ubaya. Niliongea tu kwa kumwazia yeye na mimi. Lynn, nimechoka. Nimechoka sana Lynn, sana. Yaani mimi nimechoka sana. Japo nilimwambia kwa wema. Kwa wema tu. Grace alitulia na kufuta machozi huku akiinua kichwa kujaribu kuzuia machozi. Steve alianza kufoka na kuniambia alijua tu mimi sitaki mtoto kuanzia mwanzo, ndio sababu siweki bidii yoyote ya kuwa sijali hitaji lake la kuwa baba. Alisema hata kuwa wanawake wengine wanaenda hadi kwa waganga wanahangaika, lakini mimi nimejikalisha tu. Aliongea maneno mengi sana kunidhalilisha sana tu Lynn. Na alipomaliza akaondoka. Hiyo ilikuwa ni jana usiku, lakini hadi muda huu hajarudi. Na hata nikimpigia simu hapokei. Alisema huko akiangalia simu yake maskini. Alivyokuwa anaongea huko analia, nilimwonea huruma. Nilimkumbatia tu huku nikitafuta maneno ya kumwambia. Grace, mimi na hakika Steve anakupenda sana. Wewe mpate tu muda. Najua sira yake ikitulia tu atakuja tu kukuomba msamaha. Kwa sasa hivi angalia kwanza afya yako, sababu kwa yote uliyopitia huwezi unaweza kuwa umeshapata ujauzito tayari, sema tu haujajua. Na ukipata stress nyingi hivi labda zinaweza kukupelekea wewe kupoteza hiyo mimba. Kwa hiyo ujue tu wanaume watangaika tu. Steve atafanya vyote lakini kwako lazima arudi. Wewe ndio furaha yake na amani yake. Wewe mpatie tu muda kidogo, najua atarudi tu. Msikilizaji, nimueleza hao maneno huko nikimkumbatia. Nilipomwachia nilianza kuandaa viungo kwa ajili ya kupika maini. Grace alikaa kimya akinitazama tu. Tukiwa pale nilimsikia Liam akilia. Nikajua tu Lorena atakuwa amemuumiza sababu ameshazoea kumpelekesha. Nilianza kunawa mikono ili niende kuwatazama, lakini G alinizuia na kuniambia kwamba ataenda kuwatazama. So mimi nilipata amani baada ya kusikia vilio vimeisha, kisha nikaendelea na kazi yangu ya kupika. Dakika kadhaa baadaye nilikuwa nikisikia vicheko tu, kitu kilichonifanya nifurahie. Angalau Grace anacheka. Baada ya kumaliza kupika nilienda kuwaita kwa ajili ya kula, lakini nijekuta nikiwatazama tu kwa tabasamu baada ya kumkuta Grace amelala kwa tumbo chini huku sasa Liam akirukaruka mgongoni mwake. Na Lorena alikuwa anabonyeza mikono kusasalisa yeye akichezea nywele zake. Uso wa Grace ulikuwa umejaa furaha ya kweli. Basi niliwauliza nikasema ya kwamba nyie mnafanya nini? Basi Lorena akasema ya kwamba tunafanyia Auntie G mayonnaise. Nikamwambia wewe mjinga, wewe sio mayonnaise, sema massage. Nilimwelewesha huku sasa nikicheka. Tangu mdogo alikuwa akiita massage mayonnaise. Hii ilitokana na kuwa alikuwa akipenda sana mayonnaise, lakini ndo amekuwa hivyo. Grace alicheka sana, kitu kilichomfanya Liam awe anatikiswa akiwa mgongoni. Niliwaacha pale huku sasa nikiwaambia chakula tayari. Nilizunguka kwenda kumtafuta Laurent ambaye nilimkuta akicheza mpira na mlinzi. Nao niliwaambia chakula tayari. Sasa baada ya dakika kadhaa wote tulikuwa tukila na kucheka. Hata tumeshasahau kama Grace alikuwa akilia. Baada ya chakula niliwawekea watoto katuni ili watulie. Mimi na Grace tulikuwa tukiosha vyombo
Wakati huo ndo akili yangu sasa ilikumbuka kuwa kesho ni shughuli ya Pamela na sina tangu ya kuvaa. Nilianza kumlalamikia Grace ambaye alitoa wazo la kwenda kutafuta nguo dukani. Mimi ni mvivu sana kwenye hilo swala msikilizaji, lakini Grace alisisitiza sana. Na ndivyo nilivyojikuta dukani huku sasa nikikimbizana na watoto na Grace ambao waliona ni vizuri kuzunguka wakikimbizana mbele ya maduka ya watu. Nilikuwa tu nikiwafuata taratibu huku nimebeba mfuko uliokuwa na nguo 2. Sijazifurahia, lakini Grace yani akishakuamlia amekuamlia, ila mimi sikuzipenda. Akaniahidi kuwa atabaki na watoto kesho na atakuja kunitengeneza nywele na uso. Kwa hiyo kwamba sina haja ya kwenda saluni, lakini alicheka sana aliposikia sikuwa hata na mpango wa kwenda saluni. Wakati narudi nyumbani, tulipitia mgawani na kula. Nilikuwa na furaha sana kumuona G akicheka na kufurahi, sio yule Grace wa asubuhi. Baada ya kufika nyumbani kwa Grace, tulimkuta Steve akimsubiri nje. Nijikuta nikicheka tu pale Grace aliposhuka kwenye gari haraka na kumkimbilia mume wake ambaye alikunjua mikono na kumkumbatia kwa tabasamu. Tulisalimiana na Steve na baada ya kujiridhisha kuwa hajalewa, niliwaaga na kuondoka. Mpaka tunafika nyumbani, watoto wote walikuwa wamesinzia. Ilibidi tu nikubali kushindwa na kuwapeleka kulala bila kuoga. Sababu ukiwaamsha wanakuwa na kisirani sana kama cha baba yao. Hata swala lenyewe la kubadilisha nguo ili kuvaa za kulala, lilikuwa ni gumu sana. Ilibidi sasa nitishie kuwapiga mara nyingi kuliko nilivyotegemea, lakini nusu saa baadaye watoto wote walikuwa wamelala. Nilirudi sebuleni na kupata glasi moja ya mvinyo. Ninastahili angalau hicho baada ya siku ndefu niliyokuwa nayo. Msikilizaji, kesho ni Jumapili na ni siku ambayo nitakuwa na mambo mengi zaidi sababu ni shughuli ya Pamela na kuna majukumu amenipa, hivyo kesho itakuwa ni siku nyingine ndefu kwangu. Simu yangu iliita tena na alikuwa ni Aston. Sikuwa nikijisikia kuzungumza naye sababu najua baada ya maongezi yetu ya kesho hatotaka tena kunisikia. Sasa kulipokucha, ilinibidi niamke mapema sababu nilikuwa na kazi kadhaa za kufanya kama kufua nguo za watoto sababu nilitamani sana kufanya hilo zoezi jana. Ndipo Grace sasa akawa amenipigia kuwa na shida, kwa hiyo ikabidi niache kila ambacho nilikuwa nakifanya na kuelekea wapi? Kwake. Hivyo leo imebidi sasa niamkie kufanya kazi nilizozikwepa jana. Mpaka kufikia saa 1 asubuhi, nyumba ilikuwa safi na nguo zilikuwa safi na chai ilikuwa jikoni. Sasa nilipomaliza kuandaa chai, nilienda kuamsha watoto. Nilitabasamu nilipomkuta Laurent akipiga mswaki. Ndugu zake walisumbua kuamka lakini hatimaye waliamka na kuoga. Japo Lisa alitapika alipoamka, niliwaza labda ni kutokana na vitu vyote alivyokula jana. Hivyo sikutaka kuwaza sana kuhusiana na hilo. Niliporudi sebuleni, nilisikia mlango ukigongwa. Mimi sikutegemea kumuona Grace mapema hii. Aliponiona na mshangaa tu, alinisukuma na kupita na moja kwa moja akielekea ndani. Alisema ya kwamba najua na majukumu mengi sana leo, hivyo nimekuja mapema ili uweze kuendelea na shughuli zako bila shida. Alafu pia nimewahi ili niweze kukutana na chai mezani. Alisema kwa kichungulia meza ya chakula, akasema kwamba inaonekana nizaliwa kipindi cha mavuno Alisema kwa kishangalia na kwenda ukaa mezani. Nilitabasamu tu bila kumwambia chochote. Nilisogea na kukaa karibu naye, nikamuuliza kwamba niambie, jana ilikuwaje baada ya mimi kuacha? Basi Grace aliachia tabasamu kubwa kabla kunijibu. Grace akasema, yani Steve bwana alikuja kuomba msamaha jana. Na najua kuomba msamaha yule. Grace alisema sasa akinitazama. Nilielewa anachomaanisha, hivyo nilimwahi kabla jaribu ubongo. Unajua kuna mahusiano mengine kuombana msamaha. Sio kwa maneno unavyofikiria. Weka hapo taachwa na gari. Kwa hiyo nilivyoona Grace anataka kuendelea, nikaona ngoja nimwahi, nikamwambia wewe, sihitaji kuhusu kujua kitanda chenu bwana. Nataka tu kujua kuhusu mahusiano yenu. Nimwambia hivyo, Grace akasema kwamba lakini kitanda chetu ndio mahusiano yetu. Yaani kwa ufupi, Steve bwana amekubali tuache kuhangaika kutafuta nini? Kutafuta watoto kama lipo tu, na amekubali tuanze kutafuta mtoto wa kuasili. Na unajua hata sijui hata tunaanzia wapi lini. Lakini kwa kujua tu kwamba nitaweza kuwa na mtoto hivi karibuni. Hata kama sio kumzaa. Kunanipa furaha sana. Yaani sana lini sana.
Grace alisema hivyo sasa akinikumbatia. Kisha akasema kwamba asante sana kwa kuja jana jamani na kunishauri na kutokuruhusu niwe kwenye mawazo mengi sana jamani. Asante sana Lini. Asante sana rafiki yangu. Ananiambia hivyo huku akinikumbatia na kunichumu kwenye komwe. Nilimwambia kwamba usijali bwana. Mimi ndo wako kushukuru umekubali kuja kukaa na wanangu siku nzima leo na bado utanisaidia kujiandaa. Sijui kama nastahili rafiki kama wewe. Unastahili kabisa Lini, unastahili sana tu. Unajua yani dunia ndo haikustahili ila mimi. Grace aliniambia sasa machozi yakijaa machoni mwake. Ni yale machozi ya furaha. Grace akasema kwamba haya tuache hizo huzuni bwana. Watoto wako wako wapi? Tunywe chai. Mimi hapa nasikia njaa. Grace alianza kulalamika huku akianza kumimina maziwa kwenye kikombe chake. Nilitikisa kichwa kutu nikicheka. Nilisogea kwenye ngazi zinazoelekea ghorofa ya juu ambapo ndipo vyumba vipo. Nilisimama hapo na kuwaita watoto. Haikuchukua muda. Walikuja huko wakikimbizana. Japo Lisa hakuonekana kuwa na hamu ya kuongea na mtu kabisa. Grace aliniuliza na nilimweleza kuwa Lisa alitapika asubuhi na hata yeye akaniambia kuwa itakuwa ndio sababu. Basi baada ya kuweza kufungua kinywa, watoto walienda kucheza, japo Lisa alikaa tu pembeni akiwa ametulia. Haya, Lynn, twende sasa nikakutengeneze sasa ili uondoke. Kumbuka unatakiwa ukumbini ukihakisha vitu vinakaa sawa. Grace aliniambia alipotoka kuchukua vitu kwenye gari lake. Nilimwambia kwamba sidhani kama nitendeje. Muone Lisa jinsi alivyo, naogopa kumwacha akiwa hivi. Sasa kwani ukibaki hapa utamsaidia vipi sasa? Yaani utabadilisha nini? Wewe nenda na ufurahie maisha. Unajua furaha yangu ni kukaa na watoto. Mimi nakuahidi kitu chochote kikibadilika mimi nitakupigia. Nenda kafurahia maisha bwana. Urudi hata kesho asubuhi. Wewe na umezidi sana ukaa ndani ya hii nyumba shoga yangu. Grace ananiambia sasa kitabasamu. Aliponiona nimetabasamu alinishika mkono na kunivuta hadi chumbani. Masaa mawili baadaye nilikuwa ukumbini. Na aliyekuwa amewahi hapa ni kaka yake Pamela. Leo ndo mara ya kwanza nimekutana naye. Alikuwa amekaa tu, yani ni kama vile hakutamani kuwa hapa. Katika familia yao wako watoto wawili tu, japo yeye ndio mkubwa lakini bado hajaoa. Japo mdogo wake ndio hivyo anaondoka. Basi aliponiona bwana alibaki akinitazama kwa yale macho ya kuvua nguo. Hata hivyo gauni nililolivaa halisaidia hata kidogo. Nimevaa gauni linaloishia juu kidogo magoti. Rangi yake ni ya kijani iliyokolea kabisa, ile ambayo inaelekea weusi. Na kuna mingao inapita upande wa kushoto inayoishia kiunoni. Mabega yangu yako wazi na shingoni nimevaa chini ya dhahabu. Ni nyembamba sana kiasi kwamba unaweza usione lakini kidani chake ndio kinaonekana. Nilivaa na hereni ndogo na nywele zangu zikawa zimeletwa usoni zaidi. Ukijumlisha sasa na vile nilivonyoa na makeup Grace alionipaka. Kwa kweli hata mimi mwenyewe sijaamini kama nimependeza hivi. Chini alikuwa amenivalisha viatu vya kisigino kirefu lakini vina kama kamba hivi unafunga. Grace anaita viatu vya Kiyahudi. Nakumbuka wa Misri walivyokuwa na hivyo viatu vya kamba. Sasa Grace anaitaga viatu vya Kiyahudi. Basi japo inabidi nikubali mwili wangu of course unachangia, ila nimekuwa nikijitahidi sana kufanya mazoezi asubuhi hizi wiki 4 zilizopita, japo sikuweza kufanya kila siku lakini nayaona matokeo yake. Kiasili msikilizaji na mwili mdogo sana, au hata naweza kusema mimi ni mwembamba. Baada ya kujifungua mapacha wangu nilikonda sana. Naona ni kutokana na stress na woga wa kulea watoto na kunyonyesha. Si unajua tena mapacha Baada ya kujifungua Lorena nilikuwa na stress zaidi, lakini nilinenepa kidogo. Sasa hapo ndipo nilipopata hata vihipsi na vyote vingine. Adrian alichanganyikiwa sana baada ya sisi kumpata Lorena. Nakumbuka siku moja bwana aliniambia tuendelee kuzaa watoto wa kike tu kama ndo mwili wangu utabaki kuwa hivyo. Sasa baada ya kumpata Liam nilipungua kidogo. Nadhani ni mawazo mengi, lakini miaka 5 baadaye mwili wangu uko mahali ambapo hata mimi mwenyewe naupenda. Basi niliacha kuwaza baada ya kusalimiwa na kakake Pamela. Akasema kwamba hello. Nijitambulisha nikasema hi Lindsay. Nijitambulisha na kupokea mkono wake. Alikuwa na mikono milaini sana. Sijui hata kama kuna kazi anafanya huyo kaka. Jeremiah, lakini unaweza kuniita Jerry. Hainiambia sasa kitabasamu. Okay Jerry. Hongera sana kwa kazi nzuri. Naona ni kama vile sina kazi zaidi ya kupiga picha tu na kumtumia mdogo wako. Nilimweleza huku sasa nikitoa simu yangu kwa ajili ya kupiga picha. Jerry akasema asante. Alijibu noka kimya.
Sasa nilipiga picha kadhaa nikizunguka ukumbini, lakini macho ya Jerry yalikuwa akinifuata kila napoenda. Nijikuta nikitabasamu tu. Jerry ni mdogo kwangu. Sikatai, ni mdogo kwangu na wala sina mawazo yote potofu, lakini kujua kwamba pamoja na kuwa watoto 4 na ndoa iliyokufa bado ninaweza kutamanisha watu, hicho ni kitu ambacho kinachonipatia ujasiri sana, msikilizaji. Yaani pamoja na kujua kwamba yote hayo, kwamba na watoto 4 na ndoa imekufa, bado sijakata tamaa ya kwamba na uwezo wa kuwafanya watu wanitazame, wawezi kufa kwa ajili yangu. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinanipatia sana nguvu na ujasiri. Kipindi nikiwa na Adrian, nadhani kuna watu walikuwa wakinitazama hivi, lakini sikuweza kuwaona sababu macho yangu si yote yalikuwa kwa Adrian. Hata mambo alipokuwa magumu, bado macho yangu yalikuwa wapi? Yalikuwa kwake. Yeye alikuwa ndio jua langu na ndio pumzi yangu, lakini hapa ndipo tulipoishia. Nilikaa kwenye kiti huku sasa nikimtumia Pamela zile picha kama alivyotaka. Nilikuwa na huzuni baada ya kuwaza yote hayo, lakini sasa angalau wakati huu silii. Jerry alikuja na glasi 2 za mvinyo, akakaa tukitazamana tu. Tulikuwa tumekaa kwenye meza moja hivi ambayo ilikuwa imeshapambwa. Upambaji ndio walikuwa wanamalizia kupamba meza na kupanga glasi na vijiko pamoja na uma. Oh, asante sana. Naona nataka tumalize wine kabla sherehe haijaanza. Hata usiwazi bwana. Shemeji yangu au niseme rafiki yangu atapiga tu simu na kreti za wine zitakuja. Oh, kwa hiyo rafiki yako anamuoa mdogo wako? Yaani unajisikiaje? Sio ndoa, ni uchumba tu. Unaweza kuvunjika, alisema huko akiangalia pembeni. Kwa hiyo hautamani rafiki yako amuoe mdogo wako, si ndio? Amna. Sio hivyo. Mdogo wangu anampenda sana na anafuraha akiwa naye, lakini yule ni rafiki yangu. Mimi naujua sana ujinga wake wote. Wanawake aliokuwa nao, ujinga tuliofanya pamoja. Unajua kuna muda nashindwa kuamini kama amebadilika na atamtunza mdogo wangu. Bwana, usiwaze. Unajua kuna miezi kadhaa kabla ya harusi na amini ya kwamba rafiki yako atakuwa na muda wa kujithibitisha kwako. We hautujui tu, Lindsay. Haujui ujinga tuliokuwa tunafanya pamoja na mambo ambayo nimemuona akiwa anawafanyia wanawake. Sijui kama Dani ataweza kubadilika, sidhani. Jerry aliniambia huku akinywa waini yake tena. Nilitulia sababu sidhani kama mimi ni mtu wa kuingilia ugomvi wao kama marafiki na kama familia. Haya, sawa bwana. Japo tangu amekuwa na mdogo wangu amebadilika, kabadilika sana tu. Afanye tena upuzi. Sasa nimebaki mwenyewe mwenye ujinga. Aston hata ukienda naye klabu, hanywi wala nini. Anabaki kukutazama tu kama picha. Alisema huko akitabasamu na kumalizia wine iliyokuwa kwenye glasi yake. Sasa moyo wangu ulishtuka sana. Umesema kwamba nani, Aston? Tuko marafiki watatu. Naweza kusema tumekuwa pamoja sababu tulisoma wote sekondari na shule ya msingi. Japo vyuo tulienda tofauti, lakini tulihakikisha likizo zote tunakuwa pamoja. Tumekuwa watu wazima sasa na Dani anaoa hatimaye. Japo natamani asingekuwa mdogo wangu. Mdogo wangu sio mtu wa kumfanyia majaribio. Msikilizaji, nilivuta pumzi kidogo. Itakuwa ni Aston mwingine. Japo nina mpango wa kuonana naye nikitoka kwenye hii sherehe sababu itaisha mapema. Yaani unamaanisha nini? Lindsay, mimi nilishaoa. Lakini pia nimeshatalakiana na mke wangu. Nimekuja kuelewa kuwa ndoa, nimekuja kuona ndoa sio kitu changu yani. Sio kitu chetu kabisa wote watatu. Japo kufeli kwa ndoa yangu kulichangiwa na mke wangu pamoja na mimi, lakini najua kama ndoa ingekuwa kitu changu, mimi ningepambana tubaki wote. Siku aliyosema anaondoka, nilifurahi. Lindsay, sana. Yaani siku anasema anaondoka, nilifurahi sana. Jerry alisema kwa kitabasamu. Nilitikisa tu kichwa changu huku mawazo yangu yakirudi kwa Adrian. Labda na yeye hakuwa mtu wa ndoa. Labda na yeye alifurahi siku niliyomwambia tuachane. Mimi nahitaji kitu kizito ili siku bwana ipite salama. Jerry aliniambia kusasa kinuka na kwenda kumimina pombe kali. Alirudi na chupa ya wine. Alipotaka kunimiminia nilikataa. Sitaki kulewa mapema yote.
Niambie bwana, kwanza imekuwaje mdogo wangu akakupenda hivi? Jerry aliniuliza huku sasa akiendelea kunywa. Niliendelea kumwelezea kuhusu urafiki wangu na mdogo wake na yeye akanielezea stori nyingi tu za utoto wao. Jerry ni mtu ambaye hana makuu, ni rahisi sana kuongea naye. Ni mtu ambaye ukikaa naye usipokuwa makini unaweza kumwaga siri zako zote. Masaa kadhaa baadaye kila kitu kilikuwa tayari, hivyo nikamwaga na kuelekea saluni ambapo mdogo wake alikuwa akipambwa. Pamela alidai anataka tu wine. Hivyo sikuona shida sababu nimemaliza kazi zangu huku. Sijui kwa nini vijana wa siku hizi jamani wanapenda sana kukuza mambo sana. Siku navalishwa pete navalishwa pete na Adrian. Kwanza siku alioniomba niwe mke wake hakuwa hata na pete. Na bado nilisema ndio, lakini pia hata siku aliyokuja kunivalisha pete hakukuwa na kitu kikubwa hata. Aliongea tu na wazazi wangu ambao walimpa ruhusa. Nakumbuka vizuri bwana, hiyo siku Adrian bwana alinipeleka kula chakula cha jioni. Aliazima gari la mjomba wake akatuendesha hadi mgawani, na wakati tu anarudi bwana alinivisha pete kwenye gari. Baada ya hapo ndo taratibu zote za ndoa zikaanza, lakini nilikuwa ninafurahia sana. Nilikuwa na furaha kubwa mno. Kitu pekee nilichotaka ni kuishi, yani nitaka maisha yangu yote niishi na Adrian. Sidhani kama haya mambo yote ni muhimu, lakini maadamu una furaha na mnapendana kweli, hilo linatosha. Japo siku hizi upendo pekee hautoshi msikilizaji. Nadhani hata wewe mwenyewe kwenye mahusiano yako unaweza kukubaliana na mimi kuhusiana na hii kauli. Kuna wakati upendo pekee hautoshi. So niliangalia simu yangu kuona kama Grace labda amenitafuta. Niliamua tu kumpigia baada ya kuona hajanitafuta. Nilipata amani baada ya kujua Lisa anaendelea vizuri, na pia nilihakikisha simu yangu ina sauti ya kutosha ili ikiita nisikie. Nilipofika saluni, Pamela alifurahi sana kuniona. Nilikaa kupiga naye story huku sasa akiendelea kupambwa pale. Kuna mtu alikuja kunipamba japo sikutaka, ila Pamela alilazimisha tu akisema kwamba wananirudishia tu makeup na kuziweka nywele vizuri. Sasa ilipofika saa 9 alasiri, tulikuwa ndani ya gari nje ya ukumbi. Nilimsaidia Pamela hadi alipoitwa kuingia ukumbini. Baada ya yeye kuingia, mimi nilipita mlango wa nyuma sasa nikishusha pumzi. Majukumu yangu ya siku yameisha. Kwa hiyo kwa sasa wajibu wangu ni kuvinjari tu kama wageni wengine. Nilipata meza ambayo ilikuwa tupu. Nilienda kukaa hapo sababu sina nguvu ya kwanza kuzungumza muda huu. Nilitoa simu yangu ili kumtumia message Grace, lakini nilishtuka baada ya kushikwa kiuno. Sauti ilisikika sema kwamba mrembo. Sauti yake ilinifanya nikatulia. Nilitabasamu na kumwegemea kidogo kabla ya kumsukuma. Aston, tuko mbele za watu bwana, na kama umesahau mimi ni mke wa mtu au bado unajisaulisha kuhusiana na hilo? Nilimweleza sasa nikimgeukia. Aston alinitazama kwa hasira lakini hakusema kitu, alikaa tu pembeni yangu. Unafanya nini huko? Naona mjua Pamela? Hapana, Dani ni rafiki yangu. Alinijibu. Aliposema hivyo akili yangu yote ilirudi kwa Jerry. Kumbe huyu ndo Aston aliyekuwa anamuongelea. Basi Jerry naye alikuja bwana. Akamuita Aston, "Hey, my brother." Basi Aston akasema, "Oh, Jerry." "Niambie Jerry dhamia." Aston alimwambia hivyo sasa akicheka na kurudi kukaa pembeni yangu. Jerry alipokaa ndipo aliponiona akasema, "Oh, Lindsay, ulipotea wapi wakati ule?" Jerry alisema hivyo. Aston akasema, "Oh, mnafahamiana?" Aliuliza. Sasa wakati huo na mimi ndo nikatoa jibu langu kumjibu Jerry, nikasema kwamba si mdogo wako aliniita saluni nikakae naye. Kama unavyoona nimechoka sana na nahitaji chupa nzima ya wine. Nilimweleza Jerry. Jerry alinitazama tu na kutabasamu. Jerry akasema kwamba okay, nipe dakika moja madam. Alisema na kuinuka. Basi Aston akaniuliza kwamba unamjua Jerry? Nimefahamiana naye leo tu. Tulikuwa asubuhi tukisimamia wapambaji. Nilimweleza. Aston alishusha pumzi kidogo. Okay, sawa bwana, hamna shida. Jerry naye alifika akasema kwamba nimeshindwa kuchagua nikaamua tu nikuletee hizi mbili. Nadhani wewe mwenyewe utachagua. Jerry alisema sasa akiziweka mezani. Nilitabasamu nilipoona moja ya waini zangu pendwa. Nilipoishika tu, Jerry alichukua na kuifungua kisha akanimiminia kwenye glasi, huku sasa akiinama kama mtumwa. Kitu kilichonifanya nicheke sana, lakini Aston alikuwa amekunja sura kama anakula shubiri. Baada ya Jerry kukaa, Aston alimgeukia. "Huyu ni Lynn." Aston alinitambulisha tena kwa Jerry japo sikuelewa sababu zake. Jerry akasema, "Ya, ndio najua bro." Jerry alisema sasa akiangalia simu yake, lakini aliganda kidogo na kuinua kichwa chake akimtazama Aston kisha mimi. "Huyo ndio Lynn? Yaani Lynn wako?"
Jerry alimuuliza kwa mshangao. Anamaanisha nini kusema kwamba Lynn wake? So mimi mwenyewe nibaki na mshangao tu. Nilimuuliza Jerry ya kwamba unamaanisha nini kusema Lynn wake? Nimuuliza Jerry ambaye alikuwa anajifanya sasa kama vile ni sio yeye aliyekuwa anaongea. Basi tulikaa kimya kwa muda kabla Jerry hajaanza kuongea tena, akimuuliza Aston kuhusu kazi yake. Mambo yalikuwa yakiendelea ukumbini, lakini sisi hatukuwa tukizingatia hata kidogo. Aston na Jerry walikuwa wakiniambia stori zao. Nilikuwa nikicheka tu. Baada ya kula nilitaka kuongea na Aston. Nilitoka nje na kumtumia Aston ujumbe kuwa aje nje, ninataka kuongea naye. Pia nilikuta ujumbe wa Grace akiniambia kuwa yeye na watoto wanalala na kuwa nifurahie tu muda wangu na nisiwe na haraka kurudi nyumbani. Ni kama alijua, sababu hapa ninachotaka ni kumalizana na hili kisha niende nyumbani kwa wanangu. Ghafla mtu alikuja na kunikumbatia kwa nje, na niliposikia harufu yake tu nilijua ni Aston. Nilimsukuma kidogo na kutoka kwenye mikono yake, sababu najua tukiendelea hivi sitaweza kumwambia nilichotaka kumueleza. Hasa najua wewe ndo umeniita hapa Lynn, lakini hata mimi na kitu cha kukwambia. Sasa basi ngoja nikusikilize kwanza. Siwezi kukwambia tukiwa tumesimama nyuma ya ukumbi ese. Na kitu ambacho nitakwambia tukiwa tumekaa sehemu nzuri sana iliyotulia. Alisema huko akinisogelea, moyo wangu ulianza kwenda mbio. Sijui ni lini Aston amekuwa na nguvu kubwa hivi juu yangu. Alisogeza nywele kidogo zilizokuwa zinafunika jicho langu. Lakini kabla haujaongea Lynn, naomba kisi moja ya mwisho. Aliniambia kwa sasa akisogea na kukutanisha midomo yetu. Sasa hicho kitu ilikuwa ni kama vile ni kitu ambacho tumekifanya miaka mingi, kumbe hii ni mara ya 3, msikilizaji. Aston alinishika kiuno na kunivuta kwake. Leo hii mikono yake ili utalii mwili wangu, huku ulimi wake ukiutalii mdomo wangu. Aston hakujaribu hata kidogo kujizuia. Nilijikuta nikiachia miguno tu, huku sasa nikihangaika kumsogelea zaidi. Aston alinyanyua bila kuachanisha midomo yetu na kwenda kuniegemeza ukutani. Niliachia mguno pale aliponikandamiza ukutani. Mikono yangu ilianza kuutalii mwili wake. Pia ni kama akili yangu iliacha kufanya kazi. Kuna maneno Aston alikuwa akisema, lakini sikuwa nikimsikia. Nilikuwa nikiusikia tu moyo wangu ukidunda haraka. Naona labda ni ile chupa 1.5 ya wine ndo ambayo inanifanya hivi. Si ndio Lynn, au unaonaje? Aston aliuliza, lakini sikusikia alichokuwa anakisema mwanzoni. Niliitikia ndio ili aendelee kufanya alichokuwa anafanya. Aston aliacha tabasamu na kuniweka chini. Miguu yangu ilikuwa ikitetemeka tu. Lynn, isingekuwa unaogopa watu ningekubeba, lakini sasa inakubidi utembee. Kuna mambo mengi sana nataka kukufanyia. Nahitaji kufanyia mwili wako mambo mengi sana, lakini sio hapa. Aston aliniambia sasa akinipa mkono wake. Niliupokea bila hata kujali ananipeleka wapi. Tulielekea kwenye gari langu ambalo nilimpa funguo. Alinifungulia mlango, alipohakikisha nimekaa vizuri, akazunguka na kuingia upande wa dereva. Baada ya kufanikiwa kukamata barabara inayoelekea mjini, mkono wa Aston ulirudi katikati ya miguu yangu. Alafu sasa wakati huo hakutaka hata sekunde moja akili yangu irudi. Na sikuelewa aliwezaje kuendesha kwa mkono mmoja tu. Sikuelewa hata tulikuwa tunaelekea wapi, sababu safari nzima alikuwa akinichanganya tu. Hata alipofika na kupaki gari sikujua. Nilishia kulalamika tu alipotoa mkono wake. Tumefika Lynn, Aston alisema sasa akicheka na kukutanisha midomo yetu. Alipotaka kuniachia nilimshika na kurukia upande wake. Nilikaa kwenye mapaja yake huku nikimgeukia. Aston alivuta pumzi, ni kama alikuwa akijizuia, lakini mimi sikujali kabisa. Niliinama na kukutanisha midomo yetu tena, na awamu hii sasa nilianza kufungua vifungo vyake vya shati. Aston aliongea kitu kuhusu kuingia ndani, lakini sikuwa tayari kumwachia. Sikutaka kumwachia kabisa. Sio sasa hivi, sio baadaye, na wala sio kesho. Basi baada ya kufanikiwa kufungua vifungo vya shati lake, nilipitisha mkono wangu kifuani mwake na kumsikia akiguna na kusukuma kiuno chake kwangu. Nitabasamu nikijua hapo nimempata. Aston alinikumbatia kwa nguvu, kitu kilichonifanya sasa nisiweze kuhangaika. Lynn, nakuelewa kabisa, lakini nataka nichukue muda wangu na huu mwili wako. Sitaki kuharakisha. Nataka kukuridhisha kwa kila hali. Nataka ulale kitandani huku sasa nikikuridhisha kwa mdomo wangu, mikono yangu, na hatimaye upate mlo kamili.
Maneno yake alinifanya nigune. Alipoona nimetulia aliniachia. Haya, twende ndani sasa mama, alisema kwa sasa akifungua mlango, lakini alikuwa ananitazama machoni, ni kama vile alikuwa ni anaweka ahadi kwangu. Ni tabasamu tu na kuangalia pembeni. Tuliposhuka kwenye gari ndo niliweza kuitazama nyumba yake. Ilivutia, lakini akili yangu haikuwa na uwezo wa kuanza kuikagua. Upepo ulinipiga na kunifanya sasa nivute pumzi na kutabasamu. Tulipoingia ndani, Aston alinishika mkono na kunivuta hadi chumbani kwake. Aston ndo alikuwa na haraka awamu hii. Alinisukuma kitandani, kitu kilichofanya nicheke. Alinivuta kwenye ukingo wa kitanda na kupiga magoti. Alianza kuibusu miguu yangu akipanda taratibu. Alipofika magotini, aliinuka na kunivuta nisimame. Awamu hii akili yangu ilikuwa ikifanya kazi. Nilijikuta nikiwaza sana. Sijawahi kukutana kimwili na mwanaume yoyote zaidi ya Adrian, msikilizaji. Adrian ndo amenibikiri. Yeye ndo aliutoa usichana wangu. Yeye ndo aliyenioa na yeye ndo aliyenipa mimba. Na pia Aston ni kijana mdogo. Sidhani kama ameshawahi kukutana na wanawake ambao wana watoto tayari. Mwili wangu unaweza kuwa mzuri ukiwa umefunikwa na nguo, lakini nguo zikitolewa ni mwili uliobeba watoto 4. Una michirizi, kuna nyama zilizolegea tumboni, mikono yenye nyama, na bado sidhani kama nitakuwa kama mabinti wengine ambao wamekutana nao. Lynn, Aston aliniita kwa sasa akinibusu bega langu na kunifanya nisisimke. Nilipomwegemea alikuwa mtupu kabisa. Niligeuka kumtazama na nilijikuta nikitabasamu tu. Nilifurahia nilichokiona. Zamu yako sasa, Aston alisema huku sasa akifungua zipu ya gauni langu. Niliharakisha kulidaka, kitu kilichomfanya anikate jicho. Niliangalia pembeni huku sasa nikikumbatia gauni langu. Hey Lynn, shida nini mama? Vipi, unataka nikupeleke nyumbani? Aston aliuliza kwa wasiwasi. Uso wake wote ulionyesha kuwa hicho sio kitu alichotaka, lakini atakifanya kwa ajili yangu. Lakini sitaki kwenda nyumbani usiku huu. Mimi natamani nipotelee mikononi mwake tu, hata kama ni kwa usiku huu mmoja. Mimi nitasahau shida zangu. Nilitikisa kichwa changu kwa sheria hapana. Kitu kilichomfanya tabasamu na kunisogelea. Alikutanisha midomo yetu tena. Alipoleta mkono wake kunishika mgongo wangu ambao haukuwa umefunikwa na nguo, niliruka. Ni kama vile amenipiga shoti. Kitu kilichofanya nguo yangu itoke kifuani. Sasa mimi niliharakisha na kuishika kujikinga Aston asinione. Aston alitulia kidogo kabla ya kuniuliza. Kwa nini unanionea aibu Lynn? Aliuliza kwa upole tu huku sasa akitoa nywele zangu usoni na kunibusu paji la uso. Siwezi kuongea na wewe ukiwa uchi Aston. Nilimweleza. Aston hakubisha. Alienda kabatini kwake, akarudi akiwa amevaa boxer. Okay, niambie. Tatizo nini mama? Aston aliuliza akiwa anakaa kitandani pembeni yangu. Msijawahi. Nilishia hapo tu sababu hata nilikuwa naona aibu kumalizia sentensi. Aston alinitazama na kutoa macho alipoelewa nilichokuwa ninamaanisha. Yaani haujawahi kuwa na mwanamume mwingine yote, si ndio? Aliuliza kuthibitisha alichoelewa. Nilitikia kwa kichwa. Aston alinitazama na kutabasamu tu. Alipotaka kunikumbatia nilimsukuma kidogo, nikimwambia sijamaliza. Pia nina watoto 4. Nilimweleza. Aston alibaki akinitazama tu kama chizi. Hakuelewa kabisa nilichomaanisha. Nivuta pumzi na kumalizia sentensi yangu. Hivyo mwili wangu ni wa mama aliyebeba mimba mara 3 na kuzaa watoto 4. So siwezi kuwa kama hao mabinti ambao umekuwa nao Aston. Nilimweleza huku machozi yakijaa machoni kwangu. Aston alitulia na kunitazama kwa muda mrefu. Macho yake yalijaa uchungu na hasira. Labda ameshaelewa kuwa mimi simfai. Labda niinuke niondoke tu kabla sijajiaibisha zaidi. Lynn, hivi mara yako ya mwisho kukutana na mume wako ilikuwa ni lini? Aston aliniuliza huku sasa akinitazama. Hakutaka hata kunigusa. Pombe yote ilishaisha. Wakati huu nilikuwa nikiangalia tu namna nilivyojidhalilisha mbele ya kijana mdogo kwangu. Kwa nini unauliza hivyo?
tu nijibu Lynn, aliniomba huku sasa akinishika mikono yangu. Niliangalia kwanza pembeni kabla sijamjibu hilo swali. Tuna miaka 2.5, karibia 3 hajanigusa. Kwa hiyo unaweza kuelewa jinsi gani mwili wangu ulivyo. Nilimweleza huku sasa machozi yakinitoka, lakini macho yangu yote yalikuwa miguuni kwangu. Nilitazama kucha zangu za miguu kama vile pumzi yangu inatokea hapo. Kulikuwa na ukimya wa muda, na hisi hata zile hisia zote zimeisha. Aston alishika kidevu changu na kugeuza uso wangu umwelekee. Lynn, anaongea kwa sauti ya kubembeleza sana ambayo sijawahi kumsikia akitumia. Nilikuwa nikibubujisha machozi tu, na ndani yangu nilikuwa nikijilaani kwa kulia hivi, lakini sikuweza kuyazuia machozi yangu. Aston alisogea na kunibusu kwenye paji la uso, kisha akashuka na kuanza kunibusu uso wangu. Akabusu mashavu yangu ambayo yamejaa machozi tu, huku akiniambia ni namna gani ninamvutia. Lynn, nikikukalisha hapa na watoto wa miaka 20, umewacha mbali sana. Na hapa naongelea kwenye mvuto wa kimwili. Sitaki hata kuongelea akili, busara, heshima, ujasiri, upendo, ukarimu wako. Wewe ni mwanamke na zaidi ya mwanamke. Kwangu mimi wewe unazidi wote. Hata kabla sijakuvua nguo najua wewe umewazidi wote. Na sina mashaka na hilo. Kwanza maisha yako yote umekuwa na mwanaume mmoja tu. Hivi unajua mabinti wa sasa hivi mita zimesoma kiasi gani? Unafahamu mabinti mita zimesoma kiasi gani? Yaani ustabasamu Lynn. Kweli yani, unakuta binti ni mrembo lakini mita imesoma hatari. Alafu sisi wanaume tunajua tu. Tunajua sana. Lakini kwako na uhakika. Unajua ulipoanza kulalamika mwanzoni nilitaka nikwambie tusifanye chochote kama hauna amani. Lakini baada ya kusikia yote hayo, sasa hivi nimeelewa kwamba ni muhimu kwako wewe kupata mtu wa kukuonesha ninachomaanisha. Ili hayo mawazo potofu yaishe na uweze kujiamini zaidi. Hebu naomba unipatie nafasi nikuoneshe ninachomaanisha Lynn. Alisema sasa akikutanisha midomo yetu, na kama hivyo tukarudi tena kwenye modi. Vipi, atuzimi taa? Nilimuuliza baada ya kuachilia gauni langu, japo nilikuwa nimelishikilia alijanitoka mwilini. Aisee, naona haujaelewa kabisa ninachomaanisha. Aliniambia sasa akiwasha taa iliyokuwa kwenye stuli pembeni ya kitanda. Kisha akaenda kuzima taa kubwa. Hakukuwa na giza, ile taa iliwaka mwanga mdogo lakini mwanga unaotosha kuona kila kitu. Nataka niuone mwili wako mzuri Lynn. Aliniambia sasa akinisaidia kutoa gauni langu na kuniteremshia mabusu kila mahali, kitu kilichonifanya sasa nicheke. Nataka uone sura yangu. Uone namna gani unavyonivutia. Alisema hivyo sasa akichukua mkono wangu na kuweka juu ya boksa yake iliyokuwa imevimba kweli kweli. Usiku ule Aston alijua kunielewesha alichomaanisha. Sina maneno ya kuelezea vizuri msikilizaji raha ambazo nilizopata nikakuelewesha ukanielewa, lakini ni kati ya hisia ambazo sijawahi kupata maishani. Sijawahi. Yaani ni kama alikuwa anaujua mwili wangu, kama vile mtu alimpa kitabu cha kusoma kabla hatujakutana. Hatukulala usiku kucha hadi macho yetu yakawa mazito. Kila tulipomaliza Aston alisema ametosheka, akinikumbatia tu, jamaa anaamka tena. Na kama nilivyosema, jinsi anavyojulia mwili wangu, mimi sikuwa na ubavu wa kukataa mbele yake. Akimaliza zoezi, kitendo cha kunikumbatia tu na akanitazama jinsi ninavyovutia. 4G, 5G. Saa 10 usiku ndo Aston alinivuta na kunikumbatia. Awamu hii tuliweza kulala. Nilala usingizi mzuri sana. Usingizi ambao sijaupata kwa miaka mingi sana. Kale ka usingizi baada ya tendo huwa ni katamu sana afika laini, na hakanaga ndoto nyingi sana. Kana kuacha ulale vizuri. Nilipofungua macho yangu jua lilikuwa linawaka kabisa ni. Hapo sasa mimi nikiwa mikononi mwa Aston. Kiuhalisia sitakiwi kuwa na furaha hivi, sitakiwi kuwa na amani hivi, lakini siwezi kuzuia kutabasamu hasa pale Aston anapogeuka
na kunivuta nimsogelee zaidi, tena akiwa bado yuko usingizini. Nilibaki nikimtazama tu uso wake akiwa usingizini. Anaonekana ana amani sana, kama vile hajui shida. Aston huyu sio Aston yule wa anayekuwa hospitali akihangaikia afya ya watoto. Nijikuta nikipitisha vidole vyangu kwenye nyusi zake zilizojipanga vizuri sana. Sijui kwa nini wanaume wanajaliwa vitu vizuri ambavyo hata hawana navyo muda. Yaani hawana navyo kazi. Alafu sisi wanawake sasa tunahangaika kuvipata ile mbaya. Haikuchukua muda, nilipotelea tena usingizini. Niliamshwa na Aston akiwa na busu mapaja yangu. "Oh, mrembo, umeamka?" alisema kwa sauti nzito sana ambayo ilinifanya nisisimke. Sauti yake usingizi ni nzuri sana. Nilitaka kumjibu, lakini alivyoanza kupandisha mikono yake niliguna tu. "Sasa nataka turudie yote ya jana. Awamu hii mwanga ni wa kutosha sana," alisema kusasa akinibusu shingo yangu. "Au, kwa nini tusiende kwanza kupiga mswaki?" "Kama itakufanya ujisikie vizuri sawa, lakini tayari nimeshapiga mswaki," alisema huku sasa akifungua mdomo wake na kuleta puani kwangu. Nilimsukuma akaangukia pembeni, kitu kilichomfanya acheke sana. Nilipotoka kitandani nilitafuta nguo nivae, lakini alikataa. "Hey, acha nifaidi bwana umbaji wa Mungu," alisema sasa akininyang'anya nguo. "Lynn, unasahau kama nimeshaona kila kitu, so haina haja kunionea hata aibu, hasa ukijua jinsi unavyonitesa. Sijui kama nitaweza kukutana na wewe tena bila suruali yangu kunibana." Nilitabasamu tu na kuelekea bafuni, lakini haikuchukua muda. Aston alinifuata. "Aston bwana, napiga mswaki." "Sina kinya baby. Unasahau mimi ni daktari. Mimi naweza kuonea watu wote kinya, lakini si wewe," Aston alisema huku akinisimamia pembeni. Nilitikisa kichwa changu tu, sina nguvu ya kubishana naye tena. Nilipomaliza tu kupiga mswaki na kunawa, alinivuta na kukutanisha midomo yetu. Labda niseme tu msikilizaji, shughuli yote ilishia bafuni. Tulipomaliza, Aston alinisugua na kuniogesha taratibu, huku akikagua kila kona mwili wangu. Mpaka muda huu aibu yangu yote ilishaisha, hasa baada ya kuona namna gani ninamvutia. "Nataka nikwambie kitu, lakini niahidi hautachukia." "Kitu gani tena?" Kuna kitu nilikudanganya, lakini nataka tu uelewe sio kwa ubaya. Nitamani nipate nafasi kwenye maisha yako bila ya wewe kuniangalia kwa jicho la tofauti." Msikilizaji, moyo wangu ulishuka sana. Nilianza kutafuta taulo la kujifunika. Niliona aibu ghafla. Ni kitu gani ambacho nimedanganywa? Na anaamua kuniambia wakati huu baada tu ya yote ambayo tumeshafanya. Sasa Aston alinizuia kuchukua taulo kwa kushika mikono yangu. "Lindsay, ni kwamba jambo ambalo nilikuwa nataka kuambia ni kwamba mimi na miaka 29 na sio 32. Nilitaka uelewe kwanza kwamba umri sio tatizo kwangu." Alisema hivyo. Nilifungua mdomo wangu ili kumjibu, lakini badala yake alikutanisha midomo yetu na kutuliza mawazo yote yaliyokuwa yanapita akilini mwangu. Nilipotoka bafuni, Aston alinipa t-shirt yake na kuniambia nimfuate jikoni. Alinimiminia juisi kwenye glasi na kuniambia nikae kwenye stuli ya pale jikoni anitengenezee kitafunwa. Alikaanga tu mayai na sausage akaweka na mkate. Kwa hiyo siwezi kusema alipika sana. So tulienda kukaa mezani kwa ajili ya kula. Moyoni nilimshukuru sana Pamela kwa kunilazimisha kuomba ruhusa ya kutokuingia kazini Jumatatu. Alisema tu hataki nije kukaa mwenyewe ofisini sababu yeye hatakuja pia. Lakini kwangu mimi Jumatatu hii imekuja kuwa siku ya furaha sana. Na Aston naye anaingia kazini jioni. "Lynn," Aston aliniita na kutulia kama vile kuna kitu alitaka kusema lakini anasita. "Vipi Aston, shida nini?" Alitikisa tu kichwa na kuendelea kula. "Yeye unanikosesha amani ukiwa hivyo ujue," nilimwambia. Alinitazama tu na kutabasamu. Ni kwamba sielewi tu tunasimama wapi Lynn. Sielewi usiku wa jana na leo asubuhi vinamaanisha nini. Sitaki kukuharakisha kwa chochote." Alitulia lakini alikuwa na wasiwasi. Sikuwaza haya yote jana usiku msikilizaji. Jana
nilipomuita nilikuwa na mpango wa kumwambia hatuwezi kuwa zaidi ya marafiki. Siwezi kuingia kwenye mahusiano wakati hata swala la talaka halijaisha. Na hata ningekuwa nimepata talaka yangu, siwezi kuharakisha mambo ya mahusiano wakati wanangu bado wadogo. Watoto wangu ndio kipaumbele changu. Na hapo bado kuna hili swala la umri baina yetu. Hilo swala liliniwazisha sana. Japo sikuongea. Niliamua niendelee kulifikiria tu hadi nitakapofanya maamuzi yangu mwenyewe. Aston, nilisita kidogo, sijui hata niweke vipi maneno yangu. Jana na leo ni kati ya siku chache ambazo nimekuwa na furaha maishani. Japo kwa sasa wanangu ndio kipaumbele changu. Natamani tuendelee kuwa marafiki au vyovyote tutakavyoita. Lakini sitaki kukufunga kwa lolote. Uko huru kutafuta mtu wako. Nilimweleza huku machozi yakianza kujitengeneza machoni. Inabidi nifanye hivi sababu mimi na Aston hatuwezi kwenda popote. Kwa hiyo na wewe utatafuta mtu wako, si ndio? Sina mpango wa kuwa na mtu yote kwa sasa. Hivyo niko huru, tunaweza kuendelea lakini haitakuwa mahusiano Aston. Tunaweza kuita jina lolote lile lakini kwa sasa wanangu ndio kipaumbele. Lakini pia niite mchoyo, lakini sitaki kukupoteza kama rafiki yangu wa karibu. Kwa hiyo kama uko tayari ni sawa, lakini haujafungwa kwa chochote. Nilimweleza huku sasa nikijitahidi kuzuia machozi yangu. Kwa hiyo unamaanisha kwamba tutakuwa marafiki, lakini marafiki ambao tunaridhishana, si ndio? Aliuliza. Niliitikia tu kwa kichwa, sababu ni kitu cha aibu, lakini moyo wangu hautaki kumwachilia kabisa Aston, japo najua hatutaweza kuwa pamoja daima. Aston alitulia kidogo akiangalia sani yake. Alipoinua kichwa chake alikuwa akitabasamu. Salin, naweza kuwa chochote kile unachotaka, aliniambia huku akitabasamu. Sawa. Alafu kuna kitu ulitaka kuniambia jana. Sasa hivi tumekaa na tumetulia. Nilimweleza baada ya kukumbuka ahadi yake ya jana. Hamna chochote, nilikuwa najaribu tu kupata muda wa kuwa na wewe, lakini uko kwangu. So sijui hata Mungu anipe nini tena, aliniambia kwa kutabasamu. Kulikuwa na ukimya kidogo huku sasa tukimalizia kula. Baada ya kula nilienda kutafuta simu yangu, sababu haiwezekani Grace awe hajanitafuta hadi muda huu. Na hata kama hajanitafuta bado nataka kujua amewezaje kuandaa watoto kwenda shule. Nilipoipata simu yangu ilikuwa imezima. Kitu sasa kilichonifanya nishtuke. Kama Grace amenipigia au amepata shida itakuwaje? Na hivi sasa ajui hata niko wapi. Akili yangu ilianza kuchangamka. Basi nilianza kuvaa gauni langu. Sikutaka hata kupoteza muda kujiangalia kwenye kioo. Nilibeba viatu vyangu mkononi. Nilimkuta Aston amekaa sebuleni akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Nadhani ni kazi sababu niliona picha x-ray. Na alikuwa anaongea na mtu kwenye simu. Hasa aliponiona nimetoka nimeshavaa alikata simu na kunigeukia kwa huzuni. Ndio naondoka. Simu yangu imezima. Huwezi jua kama Grace amenitafuta au watoto wamepata shida. Nilimwambia kwa sasa na kigeuka anisaidie kufunga zipo. Alipomaliza alibusu bega langu. Usiwaze sana Lynn, naamini kila kitu kitakuwa sawa. Uendeshe taratibu au unataka nikupeleke mwenyewe? Aliuliza kwa sasa akikutanisha midomo yetu. Hamna haja, uendelea tu na kazi, tutawasiliana, nikifika nitakwambia. Haya, sawa. Hebu nenda haraka basi kabla sijakufungia huko ndani. Aston alisema hivyo kwa sasa akinipiga makalio yangu. Nitabasamu tu na kutoka. Aston alinisindikiza hadi kwenye gari na kunifungulia mlango. Alihakikisha nimekaa na nimefunga mkanda ndipo kaniruhusu niende. Alisimama na kunitazama hadi nilipotoka getini kwake. Moyoni mwangu nilikuwa kama binti ambaye ndo ameanza tu mahusiano. Na ninajua sitakiwi kuhisi hivi. Lakini nitafanyaje sasa? Kadri ninavyojitahidi kujiokoa najikuta ninazama. Japo ninafuraha kiasi kuwa Aston ameyapokea maamuzi yangu vizuri. Nilipofika nyumbani, nyumba ilikuwa tupu. Na simu haina chaji. Sijaweza kuichaji kwa Aston kwa sababu anatumia simu aina ya tofauti na yangu. Wakati narudi kwenye gari, Adrian aliingia getini.
Hey, unatoka wapi asubuhi yote? Aliuliza. Kweli nimeamini siwezi kabisa kupata siku moja ambayo itaniendea vizuri. Adrian, naomba uniache. Kama una shida zako zinazokusumbua naomba uzimalizie huko. Okay, unataka nini? Nataka kuona wanangu. Ni mwezi na zaidi sijaona watoto. Alalamika, nibaki tu nikicheka. Yaani unajua kabisa watoto wako shule. Leo ni Jumatatu. Sasa kilichokuleta mchana huu mpaka hapa nyumbani ni nini? Na unajua ratiba zetu ni nini? Hivi unajua mimi sio mjinga kama unavyodhani Nilimuuliza tena. Alikaa kimya kidogo. Nilitaka kujua tu utarudi saa ngapi nyumbani. Jana nilikuwepo mitaa hii ulipoondoka na nilikuona. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwepo kwenye sherehe ambayo ulikuwa umeenda na alikuona huko na wanaume wawili. Mimi sikuweza kulala kabisa usiku. Sasa imebidi asubuhi nije hapa. Nilikuja alfajiri kabisa lakini gari lako halikuwepo. Ndio nimebaki hapo nje nikikusubiri. Alieleza kama vile ni kitu cha maana sana alichofanya. Adrian, hivi una matatizo ya akili ama? Unasahau kuwa mimi na wewe hatuko pamoja? Wewe umeshachagua maisha yako. Hivi kwa nini usiniache mimi niendelee na maisha yangu? Kwa nini unataka kuniona nikiwa na amani? Basi nilikuwa nikimfokea msikilizaji. Adrian hata hakuonekana kusumbuka na kufoka kwangu. Alinitazama tu na kuinua mabega yake. Alijua kweli kunikasirisha. Niliingia kwenye gari ili sasa niweze kwenda kwa Grace, lakini nikawaza kitu. Okay, kama ulikuwepo hapa kuanzia alfajiri, basi ulimuona Grace akitoka. Ametoka saa ngapi? Nimuuliza kwa matumaini. Sasa wewe mwenyewe hata hujanijibu swali langu. Simpigie mwenyewe kama yeye ni rafiki yako, alisema huku akienda kwa kibarazani. Adrian ana shida, yani ni kama vile yani sija anachanganyikiwa. Okay, kwa nini hujaenda leo kazini? Nina likizo, alisema jifungua mtoto wa kiume. Hongera. Nilimwambia sasa nikiwaza njia nyingine ya kumpigia Grace bila kumhusisha Adrian. Cha kushangaza, sina ile hasira na uchungu niliokuwa nao mwanzo. Yaani nimejikuta tu simjali wala sijali chochote anachokifanya. Niliamua kufunga safari na kwenda nyumbani kwa Grace, lakini napo sikukuta mtu. Nilipomuuliza mlinzi aliniambia kwamba Grace hajarudi tangu alipoondoka jana asubuhi. Nilijikuta nikijilalamikia kwa kutokuwa na mlinzi nyumbani kwangu. Labda angekuepo ningeweza kuelewa imekuwaje. Niliwaza labda watoto wameenda shule na Grace ameenda kazini. Lakini kabla sijafanya maamuzi ya kwenda kumtafuta kazini, niliamua kumwomba mlinzi wao amtafute. Sasa mlinzi akasema kwamba mimi sina namba za madam, labda nimtafute bosi. Mlinzi aliniambia nijikuta nikitabasamu tu. Naona Steve anakaba hadi penalty. Alinipa simu nikawasiliana na Steve ambaye aliniambia atanirudia baada ya kuwasiliana na mke wake. Dakika chache baadaye, mume wa Grace alinipigia. Taarifa alionipatia ilinifanya nikachanganyikiwa akili. Ni taarifa gani msikilizaji ambayo Lindsay ameipokea kutoka kwa Steve ambaye ni mpenzi wa Grace? Sasa basi mpaka dakika hii hatujui ni taarifa gani ambayo Lindsay amepokea kuhusu watoto wake, taarifa ambayo imetoka kwa Steve ambaye ni kipenzi ama mume wa Grace. Na tayari tumeshaona ya kwamba Adrian ameshafahamu ya kwamba mwanamke wake ama mke wake kamcheat. Bado hawajapeana talaka hawa, na tayari mwamba ameshajua kwamba mke wake alikuwa na wanaume na inaonekana amemfuatilia. Hivi mkiambiwa mwanamke hataki kusamehewa akicheat, ndio hiki hapa. Unadhani hata kama akirudi kwa Adrian wakafanya tendo, unadhani Lindsay atashawishika na tendo la Adrian? Tayari hisia zimeshamia automatically kwa Dr. Aston. Oya, hiki kitu bado kitamu sana, bado kibichi sana. Kinatuhusu watu ambao tunataka kwenda kwenye ndoa, kinatuhusu watu ambao tunataka kutoka kwenye ndoa, na kinatuhusu watu ambao hatupo kwenye ndoa. Tuione ndoa jinsi ilivyo. Oya, mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine dada yetu Chuchu, na imesimuliwa nami Lucas Lumbas katika hali ya upekee na kusikilizwa nawe msikilizaji. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu atukutanisha sehemu inayofuata tuweze kujua taarifa kuhusu watoto wa dada yetu Lynn. God be with you till we meet again. Bye bye.